Mimi ninachosema huyu bibie huyu Gigimane, Mwenyezi Mungu amuongoze zaidi, amweke katika njia iliyokuwa nzuri zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye kwanza ana mandhari ya Kiislamu, appearance yake inampendeza kuwa Muislamu, na inshallah Mwenyezi Mungu amdumishe katika Uislamu na amfanye kuwa mtu bora, atokezee kama jinsi ambavyo alivyokuja kutokezea mtu bora huyu Nura ambayo tunamsema siku zote. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, na huyu tunamtarajia Mwenyezi Mungu ambadilishe aje kuwa katika mandhari yale inshallah biidhnillahil karim. Kuna mtu akasema kwamba huyo Gigimane mnamtetea, lakini upo uwezekano baada ya Ramadhani kuisha akaendelea kuposti picha zake za utupu. Kuposti picha zake za utupu wala sio sababu ya kwamba kuslimu kwake ndo hakuna maana. Ikitokea karudi kuposti picha zake za utupu, hakubatilishi yeye kuwa ni Muislamu. Kwani jamani, tusemeni tu ukweli, si wapo wengi wanaposti picha za utupu na ni Waislamu kabisa wa baba na mama? Wale mbona hatuwashangai? Tuje tumshangae huyu ambaye ameingia katika Uislamu bado hajajua taratibu za Kiislamu zikoje? Ifikie wakati tuwe makini katika suala hili. Ikitokea Gigimane baada ya Ramadhani akaposti picha zake mbaya katika mazingira kama haya, bado tutamnasihi kama Muislamu mwenzetu. Naam, harigani na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Tuseme asalamu alaykum kwa Waislamu wote ambao wapo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni Ramadhani ya 10 kwa maana kwamba chungu cha 10 kwa wale ambao wapo ndani ya ibada hii ya funga. Na kitu cha msingi ni kukumbushe tu, ni busara kufunga na kuswali kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavyotuamrisha, lakini kubwa zaidi ni kuzungumza na moja kati ya walimu ambao wanafahamu vitu vingi sana vya kijamii sambamba na vya kimungu, naweza nikasema hivi. Na kama ni wewe ni miongoni mwa watu ambao wapo karibu na mitandao ya kijamii, bila shaka utakubaliana na mimi kwamba moja kati ya matukio ambayo yamezua taharuki kunako masaa kadhaa hivi ni kuhusiana na kubadilisha kwa dini kwa mwanadada alifahamika kwa jina la Gigimane kama sio Gift, moja kati ya wanawake ambao wana ushawishi mkubwa nchini, moja kati ya wanawake ambao mara kadhaa wamekuwa ni waimbaji muziki, sometimes wamekuwa video vixen. Yes, Gigimane amebadilisha dini. Kwa sasa jina lake la Kiislamu anaitwa Rauhia. Kutoka kwenye Gigimane kwa sasa anaitwa Rauhia. Nikasema tumtafute Shahidi One tuzungumze naye, tuambie anatazama nini kwenye hili ambalo limetokea na kauli yake ni hipi kwenye hili. Na kumekuwa na maneno mengi sana mitandaoni, kila mtu anazungumza la kwake mara baada ya Gigimane kuweza kuposti video akisema kwamba kwa sasa yeye ni Muislamu na anakaribia kuingia kwenye ndoa. Wapo watu ambao walimlaumu kusema kwamba umekosea kuacha dini ambayo wazazi wako ulizaliwa nayo, na wapo watu ambao wamempongeza kusema kwamba huku ulipoenda ndio sehemu sahihi. Msafara wa mamba na kenge wako, sio wote ambao watapenda kile ambacho unakifanya. Nyundo TV sambamba na Hatua TV tukasema tumtafute Shahidi One aweze kuliweka sawa, ili kwa hawa ambao wanamwambia Gigimane amekosea na kwa hawa ambao wanamwambia Gigimane amepatia. Shahidi One, asalamu alaykum. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ni tungetamani tupate kauli yako kwa hili ambalo limetokea Gigimane kubadilisha dini kutoka kwenye Ukristo na kwa sasa kwenda kwenye Uislamu kupitia kwa shehe wetu wa mkoa, Sheikh Walidi. Jana jioni waliweza kuposti video. Kwa sasa sio tena Mkristo, yeye ni Muislamu, anaitwa Rauhia. Ningetamani nisikie nasaha yako, furaha yako kwenye hili hasa. Karibu. Sawa. Kwanza mimi nimpongeze sana Gigimane, nampongeza sana, na ni mmoja katika watu ambao binafsi nilikuwa napenda sana na ninatamani sana waataniq katika dini al-Islam, kwa maana waingie katika dini tukufu ya Kiislamu. Gigimane ukimtazama ana muonekano wa Kiislamu kabisa, yani anao muonekano wa Kiislamu hata kabla alipokuwa hajawa Muislamu. Yani ile appearance yake ukitazama unaona anapendeza kuwa Muislamu. Na mimi niseme kwamba tunaposema ameingia katika dini ya Kiislamu, tunakusudia maana yake amerejea katika dini yake ya asli. Unajua Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra. Anasema wote katika wale wanaozaliwa, kwa maana kila mtoto katika wale wanaozaliwa basi anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu.
Faabawahu, ni wazazi wake tu, yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi, ni wazazi tu ndio ambao wanaweza wakamfanya mtoto sasa akatoka kuwa Muislamu akabadilishwa kuwa Myahudi au Mkristo au mpagani. Katika wakati mwingine inawezekana akawa hivyo, lakini kule kurejea au kutamka maneno ya shahada ni kurejea katika ile fitra, maumbile sahihi aliyomuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni dini tukufu ya Kiislamu. Mimi nimwambie hanian hanian hania, kwa maana pongezi 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 kubwa zaidi. Lakini kitu kingine ambacho ni bora sana kwa dada yetu huyu Gigy Money, ni mwambie sasa asitosheke tu na kuwa Muislamu, bali pia atafute maarifa ya kuujua Uislamu wenyewe, kwa sababu kama akiujua Uislamu wenyewe namna ulivyo ataupenda sana, kwa sababu Uislamu, al-Islamu dinur rahma, Uislamu ni dini ya kuhurumiana, ni dini ya kusameheana, lakini kadhalika ni dini ya kufanyiana matendo yaliokuwa mazuri mazuri. Kwa hiyo ni vizuri sasa apate muda wa kujifunza sana katika dini, ili ayafahamu matukio ya dini yaliokuwa mazuri mazuri, yatamfanya kuupenda sana Uislamu na yatamfanya yeye kuwa ni mtu ambaye anaopromote Uislamu. Leo tunaona wapo watu wengi sana ambao hawakuwa Waislamu, baada ya kuslimu kwao kumeleta chachu katika Uislamu. Huyu bibie huyu, naamini kupitia yeye kuna wengine wanaweza wakautamani Uislamu, kwa sababu Uislamu ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo inshallah sisi tunamuombea kheri kubwa sana sana. Unajua, kuslimu kutoka katika dini nyingine na kuja kuwa Muislamu ni kitu kingine, kisha baada ya hapo kuja kuwa mcha Mungu katika dini ya Kiislamu ni kitu kingine. Inategemea sana wale ambao waliowakuta katika dini na akawa anajumuika nao mara kwa mara, ni watu wa namna gani, wanatamani waone nini kwake yeye baada ya kusilimu kwake. Ikiwa kama ataambatana na wale watu wazuri wazuri, tunaweza tukamuona Gigy Money mwingine sana, mwingine sana. Tena zuri zaidi, umesema amechagua jina gani vile? Rauhia. Ili jina Rauhia lina energy pia ambazo zinaonyesha wazi kabisa ni energy bora sana. Yani tunamtarajia Gigy Money kuwa, au Rauhia kuwa ni Rauhia mwingine, sio yule ambaye tuliokuwa tukimtambua na kumjua hapo kabla ya kupata jina la Rauhia. Unajua haya majina nayo yana kazi kubwa, yana kazi kubwa sana, na ndio maana Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akatuambia miongoni mwa haki ya mzazi kwa mtoto, moja katika haki za msingi ni kumpa jina zuri, jina ambalo litakuwa na energy bora itakayompelekea huyu mtu kuwa katika ubora wa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo jina Rauhia ni jina zuri sana, yani limempata mtu na limekaa mahala pake, na tunaomba pia Mwenyezi Mungu ajalie alitendee haki ili jina. Huyu bibi ambaye kwa zamani alikuwa Gigy Money, ana jina lake au ndio hilo Gifti, na kwa sasa ni Rauhia. Inshallah Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Amina. Sheikh, kwenye msafara wa mamba na kenge wa kosi, kwenye lolote zuri baya huwa likosi, kwenye kuzungumza mazuri na mabaya ya kosi. Comment zimekuwa ni nyingi, maneno yamekuwa ni mengi. Kuna watu wamezungumza maneno matatu ambayo nimesema labda nikikutafuta nikikupata niweze kukuuliza. Kuna huyu ambaye amesema kwamba Gigy Money aache mapepe. Mapepe haya ataendelea nayo, tuliangalie hili kwanza, alafu wa pili akasema huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huenda maana baada ya mwezi kuisha Gigy Money huyu sasa Gift au Gigy Money atarejea kwenye yale ambayo alikuwa anayafanya. Wengine akasema hili ni pepo. Pepo toka. Maana yake kama alikuwa analaumu kama vile kitu ambacho Gigy amekifanya ni kitu cha kishetani fulani hivi. Iko hivi, tunaposema ya kwamba Gigy Money aache mapepe, huyo msemaji ni nani kwanza? Kwa sababu lazima tumjue msemaji wa Gigy Money aache mapepe. Huyo anayesema na yeye, yani kile tu alichokisema hicho inaonyesha yeye mwenyewe ni mapepe vile vile. Kwa sababu kuingia katika dini tukufu ya Kiislamu haya sio mapepe. Kwa hiyo jambo la msingi ni kumuombea dua, kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua kesho yake inakuwaje. Hayupo mtu ambaye anayejua kabisa hivi. Tumeona watu wangapi walikuwa wema kabisa, wanafanya matendo mema. Ukisoma ule mkasa wa Barusisa
utabaini alifanya matendo mema kwa miaka 70, lakini muda mfupi tu akaharibu yale matendo yake mema yote, matokeo yake akawa ni mtu wa kwenda motoni. Lakini kadhalika ni wangapi ambao tumewaona wanafanya matendo mabaya, matendo machafu ya kutisha na yanayoogopesha, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawabadilisha, kuwatoa katika matendo hayo, wakawa ni watu wema, wakafanya matendo mema, matokeo yake watu wale wakaishia katika hali ya kwenda katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo. Mimi niseme tu Gigimane anahitaji afundishwe na Gigimane anahitaji aelekezwe. Yani nini Uislamu unataka, nini Uislamu hautaki. Lakini pia jambo la kuslim, kwanza hii ni pongezi kubwa kwanza. Sasa haya matendo mengine ni baada ya kuslimu. Kwani tunaona Waislamu wangapi ambao wamezaliwa katika Uislamu, baba zao Waislamu, mama zao Waislamu, na wao wenyewe wametoka katika mifupa ya Kiislamu, lakini matendo anayoyafanya ni mazito, yani yanawazidi hata wale ambao hawakuzaliwa katika Uislamu. Tunaona mara nyingi tu. Kwa hiyo iwe maajabu kwa Gigimane. Cha msingi afundishwe taratibu taratibu, basi mpaka atanyooka katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Lakini kingine, hakuna mapepo katika dini ya Kiislamu. Kusema huu mapepo, sio mapepo. Yale ni mapenzi yake, amekaa akatafakari. Baada ya kutafakari akapata majibu sahihi, akaona kwa nini mimi nisiwe, akaamua kuwa katika dini tukufu ya Kiislamu. Kwa mazingira kama sisi tunasema pongezi kwa Gigimane, na dua zetu za kheri na njema tunazielekeza kwake, kwa sababu mtu anaposlimu basi bila shaka huwa anakuwa kama mtoto vile aliyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Maana yake hana dhambi, hana makosa. Kuanzia hapo ndo ataanza kuandika tena upya yale madhambi yake. Kwa hiyo sisi kwetu ni kumwombea dua, lakini kadhalika kumpa moyo na kukaa naye karibu, tusimweke mbali, ili kumuelekeza katika mambo mazuri mazuri. Kheri inaweza ikapatikana biidhnillah subhanahu. Kwa hiyo Gigimane sasa hivi hana dhambi? Hana dhambi, labda aanze kuandika kuanzia hapa. Lakini kwa sasa hana dhambi. Kwa mfano, mathalan anaslimu pap, alafu pale pale anafikiwa na umauti. Huu moja kwa moja anakwenda peponi. Tayyib, moja kwa moja anakwenda peponi. Watu wenda wakashangaa Gigimane umuone peponi kwa yote aliyofanya yale. Sahihi kabisa. Kushangaa kumuona Gigimane kwenda peponi sio maajabu hayo. Ni kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unajua Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonyesha mifano ya watu wawili wema, na akatuonyesha mifano ya watu wawili waovu. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonyesha mfano wa mke wa Nabii Lut alayhi salatu wasalam, ambaye mke wa mtume tunatarajia na yeye atakuwa ni mtu mwema. Lakini kadhalika Mwenyezi Mungu akatuambia kwamba huyu mke wa Nabii Lut alayhi salatu wasalam, huyu alikuwa ni mtu muovu na anakwenda motoni. Lakini kadhalika na akatupigia mfano wa mke wa Firauni. Mke huyu wa Firauni tunatarajia kwamba huyu mtu muovu atakuwa na mtu muovu ambaye atakwenda motoni. Lakini mke wa Firauni Mwenyezi Mungu apigia mfano anakwenda peponi, na mke wa nabii wa Mwenyezi Mungu anakwenda wapi? Motoni. Unaona? Ndio hivi akapiga mifano ya watoto. Mtoto wa Nabii Nuh alayhi salatu wasalam anakwenda motoni, lakini kuna baadhi ya watoto wa watu waovu wanakwenda peponi. Mfano tunatazama leo, mtu anatafakari, anaona mpaka lini mimi hivi. Unajua mtu mzuri ni yule ambaye anayekaa anajitafakari. Aiwa, kwa aliyoyafanya. Mtu anaweza akajiuliza, hivi mimi toka nimeanza kuzini mpaka leo nimepata nini zaidi? Hivi mimi toka nimeanza kuiba mpaka leo faida yake imekuwa ni nini? Hivi mimi, yani mtu ukishaona anajitathmini hivyo, anaanza kujitathmini katika hali za namna hiyo, huyu hidayah ya Mwenyezi Mungu iko karibu sana na mtu huyu. Yani muda wote ana uwezo wa kuacha mambo haya ya ajabu ajabu. Mimi ninachosema, huyu bibie huyu Gigimane, Mwenyezi Mungu amuongoze zaidi, amweke katika njia iliyokuwa nzuri zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye kwanza ana mandhari ya Kiislamu, appearance yake inampendeza kuwa Muislamu, na inshallah Mwenyezi Mungu amdumishe katika Uislamu na amfanye kuwa mtu bora, atokezee kama jinsi ambavyo alivyokuja kutokezea mtu bora huyu Snura ambayo tunamsema siku zote. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Na huyu tunamtarajia Mwenyezi Mungu ambadilishe aje kuwa katika mandhari yale
insha Allah biidhnillahi alkarim. Kuna mtu akasema kwamba huyo Gigy Money mnamtetea, lakini upo uwezekano baada ya Ramadhani kuisha akaendelea kuposti picha zake za utupu. Kuposti picha zake za utupu wala sio sababu ya kwamba kusilimu kwake ndo hakuna maana. Ikitokea karudi kuposti picha zake za utupu, hakubatilishi yeye kuwa ni Muislamu. Kwani jamani, tusemeni tu ukweli, si wapo wengi wanaposti picha za utupu na ni Waislamu kabisa wa baba na mama? Wale mbona hatuwashangai? Tuje tumshangae huyu ambaye ameingia katika Uislamu bado hajajua taratibu za Kiislamu zikoje? Ifikie wakati tuwe makini katika suala hili. Ikitokea Gigy Money baada ya Ramadhani akaposti picha zake mbaya katika mazingira kama haya, bado tutamnasihi kama Muislamu mwenzetu anayefanya matendo ambayo dini au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii, kama ilivyo tunavyowanasihi Waislamu ambao wamezaliwa kwa baba na mama vile vile na bado wanafanya matendo ya ajabu kama hayo. Kwa hiyo wala sio maajabu isipokuwa na ndio maana nikasema watu Waislamu ni kukaa naye karibu, kumuelimisha kuhusiana na sala la Uislamu, kumuelekeza katika taratibu nzuri, kumuelekeza stara ya mwanamke na heshima yake, basi anaweza akawa ni mtu mwingine kabisa tukamshangaa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi naona kabisa kwamba kuna nuru kwake. Naona kama kuna nuru. Hata posti ikitokea, lakini bado naona ni hatua nzuri. Yani maana yake sasa Waislamu wana uwezo wa kumsogelea na kumuelewesha na kumuelimisha. Na naamini kabisa Mwenyezi Mungu atafanya wepesi. Ipo nuru tu Mwenyezi Mungu ataweka katika kifua chake, anaweza akaja kuwa mtu mzuri zaidi. Sababu mimi naamini kupitia yeye kuna wengine watakuja mgongoni mwake. Gigy Money tukifuatilia kile ambacho amekizungumza wakati ambao walikuwa anabadilishwa dini pale Shawalidi, anasema hakuwahi kupata malezi ya baba. Alilelewa na mama, lakini kukusikia alivyosikia kwamba babake alikuwa Mkristo, lakini yeye sasa nafsi yake kama vile ilikuwa inamsukuma kama aende kwenye sehemu ya mama yake, sio baba yake. Ni mtu mwenye maana design gani ukimwangalia akiwa anazungumza maneno kama haya? Mtu ambaye anazungumza maneno kama haya yuko hivi. Mara nyingi sana narudi pale katika ilham. Yani ilhamu inakuwa ni kama fikra ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaziweka kwa mwanadamu katika kumuongoza aelekee katika sehemu iliyo sahihi. Ndio ilhamu inavyokuwa. Na mara nyingi sana mtu atakikaa huyu ambaye Mwenyezi Mungu anampa ilham anakuwa anajiuliza maswali yafuatayo: kwa nini nisiwe? Au kwa nini niwe? Au kwa nini nisifanye? Au kwa nini nifanye? Ukiona mtu anakuwa katika hali za namna hii ni ilham, na mara nyingi sana ilham inakuja kwa ajili ya irshad, kumuongoza mtu katika matendo mazuri au katika hatua zilizo bora. Ndio ilhamu inakuja katika hali za namna hiyo. Kwa mujibu wa mazungumzo hayo, inaonyesha kabisa bibi huyo Rauhia bila shaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu amempa ilham ya kutambua ya kwamba kuna haja sasa ya kutaniki katika dini tukufu ya Kiislamu, na inshallah Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, na akimpa mume basi ampe mume anayejua dini ambaye atamuongoza katika usahihi wa hali ya juu biidhnillahil karim. Umezungumzia swala la mume hapo. Chanzo cha Gigy Money kubadilisha dini ni mwanamume. Anasema kuna wanaume wengi ambao alishawahi kudate nao, lakini sasa hivi yupo kwenye mahusiano na kijana mmoja anafahamika kwa jina Tarki, ambaye yeye ni Muislamu. Ndiye mtu ambaye alishawahi kumshawishi kwamba tuoane. Mwisho wa siku Gigy akakubali, akaingia kwenye Uislamu. Swali langu la msingi, wapo watu ambao wanabeza kumwambia Gigy Money kwamba umebadilisha dini sababu ya mwanamume, umebadilisha dini kwa sababu ya ndoa. Hii tunaiwekaje? Kuna namna yoyote ambayo Gigy Money amekosea kubadili dini kisa ndoa? Swali la pili, kuna fadhila gani anazipata huyu Tarki ambaye amefanikisha kumbadilisha dini Gigy Money kuja kuwa ilham? Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema ya kwamba yoyote yule ambaye atakayefanikiwa kumuongoza mtu mmoja tu, yani akamtoa katika njia mbaya akamweka katika njia nzuri, basi inatosha kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtu huyo kumjengea maghorofa 1000 peponi kwa kumuongoza mtu huyu mmoja. Kwa mimi nimwambie huyu ndugu yetu huyu Tarike amefanya kitu kikubwa sana,
na kwa kitu hicho alichokifanya, basi bila shaka Mwenyezi Mungu atamjengea kusuru fil janna. Lakini kadhalika katika hali hiyo hiyo ya kwamba asiishie hivyo kwenye kumsilimisha tu, ampe na mafundisho ya Kiislamu. Naamini kabisa huyu Gigimani ataupenda sana Uislamu, kwa sababu Uislamu ni yani unavutia wenyewe tu katika hali hizi. Sasa lakini jambo la pili, kwa kuwa lengo ni kumuoa, amuoe kisheria, na baada ya kumuoa kisheria aishi naye katika taratibu za ndoa ya Kiislamu. Nikisema taratibu za ndoa ya Kiislamu na maana taratibu za ndoa ya Kiislamu, maana yake ni mtu aliyoolewa awe asilimia nyingi kwake iwe furaha na asilimia chache ndio iwe karaha, yani awe mume bora. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, mimi ni mtu bora kwa wake zangu, basi na nyinyi kadhalika jitahidini sana kuwa watu bora kwa wake zenu. Bora ni nini? Maana yake asijutie kuwa na wewe, bali afurahie na kuona fahari kuwa na yeye biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Nafahamu ni vile ambavyo watazamaji wetu watakavyokwenda kupata mshangao kwenye haya mengi ambayo wamezungumza kuhusiana na Gigimani kuweza kubadilisha dini, lakini kitu cha msingi au kitu kizito ambacho umekizungumza hapa, kwa hatua ambayo Gigimani amefikia kutoka kwenye Ukristo kwenda kwenye Uislamu, hata anakwenda peponi. Gigimani kabadili dini jana jioni, akifa leo anakwenda peponi. Watu watashangaa, shehe una nini kuwatabilia watu swala la pepo? Hebu iweke sawa hii. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia, yeyote yule ambaye ametoka katika dini nyingine kuja katika dini ya Kiislamu, kwa maana ameslimu katika wakati huo, basi anakuwa ni kama mtu ambaye aliozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Maana yake hana dhambi. Kwa hiyo kwa hapo alipo Gigimani ni sawa na mtoto mdogo tu, yani yule mtoto ambaye amezaliwa leo. Huyu mtoto unamwambiaje aende motoni? Kwa hiyo huyu anaambiwa ni mtoto anayekwenda peponi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo sasa bado tu ni mtoto, tunamlea huyu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Pepo, bishara ya kwenda peponi iko dhahiri kabisa, iko wazi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innamal a'malu bil khawatimi, amali za mtu pia huwa zinahesabika mwishoni, sio mwanzo. Pale mwishoni anaslim leo na anakufa leo hii, huyu ni mtu wa peponi, kwa sababu ile amali aliyoishia nayo inatuambia dhahiri kabisa huyu hana madhambi. Kwa kuwa hana madhambi, malipo yake ni nini? Ni pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunatoa bishara za namna hiyo kwa utaratibu wa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sawa, la mwisho la kumalizia, mara kadhaa tukiposti video zako tunapata maswali mengi sana, hasa kutoka kwa wanawake kama sio kina dada. Wengi wamekuwa wana shida ya ndoa. Ili swala la ndoa ambalo tunazungumza hapa, kuna wengi wanatamani swala la ndoa. Sababu za wao kukosa zipo tofauti. Wapo watu ambao wana masuala ya chuki binafsi, masuala ya shirki. Wewe ni miongoni mwa watu ambao mara kadhaa wamekuwa ukihudumia swala hili, ama ukihudumu kama sio kutoa elimu kwenye hili swala la masuala shirki na watu kujisafisha. Tunawaambiaje hawa, na vipi ambavyo wanaweza kupata huduma yako kwa wale ambao na wenyewe wangetamani kuingia kwenye ndoa lakini wamekumbwa na masuala kichawi, fitna, wengine wanaekewa kijicho hivi ili mradi wasiweze kuingia kwenye ndoa? Mimi niwaambie, kina dada wengi sana wanatamani kuingia katika ndoa na wana nia halisi kabisa ya ndoa, lakini wamekutana na mazonge mazito. Kuna wale ambao wamekutana na athari na mashakili ya hasad. Unajua hasadi ni mtu ambaye anaweza akaihusudu familia ya mtu, ikawa katika familia hao kuna mabinti kadhaa lakini hawaolewi kabisa, au kuna wavulana kadhaa hawaoi, kila wakipeleka posa mahala wanakataliwa, na wakati mwingine mpaka mahari inapokelewa alafu wanarudishiwa, anaambiwa njooni mchukue mahari yenu, tutaki tena. Sasa aiwa, kama una nuksi na hatari. Lakini kadhalika kuna vitu vinavyoitwa al-ain. Aini ni vijicho. Yani kijicho, kuna mtu anaweza akaitazama familia yako au akakutazama kwa kijicho tu kibaya. Wakati anakutazama ndani ya nafsi yake anaweka dhamira mbaya, anasema yani huyu yani natamani asiolewe, na kweli ikawa hivyo. Anaweza akaja mtu mzuri kabisa, lakini baada ya hapo mkazungumza naye, akiondoka hapo haonekani tena na ukimpigia simu hataki kusikia simu zako. Si ni hatari hii? Ni aini, kijicho. Na Mtume anasema al-ainu haqqun
lau kana shay'un sabiqa alqadar la sabaqathu alain, ya kwamba kijicho kipo kweli na kina madhara, na kama kungekuwa na kitu ambacho chenye kuweza kupita uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi hichi kijicho kingeweza kupita uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kijicho kinaweza kuangusha majumba yakaporomoka kabisa, yani kuvuruga biashara, kuvuruga na utu wenyewe, inawezekana kijicho kikafanya hivyo. Lakini kuna sihiri, kuna uchawi nao, ambapo huu sasa huwa unawadhuru mabinti na wasichana na wanawake wengi sana, wakajikutani watu ambao hawana kasoro yoyote, tabia njema wanazo, mandhari mazuri wanayo, kuwa ni watu wanaojitunza wako hivyo, lakini kauli zao nzuri wako hivyo. Kwa nini hawapati hawa watu wa kuwaoa? Hawa tayari washafanywa swala la kisihiri. Kwa hali hiyo sasa ndio tunawaambia, hebu jitahidini mfike hapa ofisini kwetu Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini, ili kutatua hayo matatizo kwa haraka zaidi, kwa sababu yule ambaye ana tatizo la hasad, ana tatizo la aini, kwa maana kijicho, ana tatizo la uchawi, aina za kuwanasua hawa watu katika matatizo hayo ni tofauti tofauti. Ndio maana ni vema sana wakihudhuria hapa ofisini kwetu, tunaweza tukawashauri vizuri na kuwaelekeza nini cha kufanya ili haya waondoke na wao waingie katika maisha ya ndoa. Na ndio heshima. Mtume anatuambia stara ya mwanamke ni 2 tu. Mwanamke anastirika kwa mambo 2 tu, hakuna la tatu katika hayo. Jambo la kwanza akasema ni ndoa. Mwanamke kama hajaolewa, awe atakavyokuwa huyo, haitu yaliostirika, hastiriki kama hujaolewa. Lakini stara ya pili ni afe, azikwe. Kisha kufa akazikwa, ndo kastirika huyo. Lakini akiwa bado yuko hai, hana mme, yupo tu, atateleza tu, itatokea tu siku atachepuka tu, sasa anakuwa hajastirika huyu. Kwa hiyo akiolewa anakuwa amepata stara ya kudumu. Kwa hiyo inshallah mimi niwaambie wale ambao wataka kujiona katika hali hii, hali zao mbaya sana, kwa maana hawapati wanaume, na wakija wanaume wanaondoka, hawarudi tena, na wengine wanaishia kuahidiwa ndoa tu, uchumba mwingi alafu ndoa hakuna. Basi inshallah hii ni fursa maalum, tukutane hapa ofisini kwetu, tutawashauri yaliokuwa bora sana, na tunaamini ndoa nyingi tutazishuhudia inshallah. Wanaamini kama sisi tunaamini ndoa nyingi tutazishuhudia. Ndivyo ambavyo amemaliza mwalimu wetu Sheikh Yusuf Diwani, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu vitu vingi sana, na mara nyingi sisi tunakuwa tunamkimbilia pale panapokuwa pametokea jambo hili kama sio lile. Lakini kubwa zaidi tumezungumza kuhusiana na kubadilisha kwa dini, kubadili dini kwa gigimani, kutoka kwenye Ukristo kuja kwenye Uislamu. Mengi yamezungumzwa na yeye amezungumza ya kwake. Yeye ni binadamu. Kama kuna namna yote ambayo unaamini amekosea, kama kuna namna yote ambayo unaamini amepatia, usisahau kuacha comment yako hapa. Lakini tuambie, kwa vile ambavyo gigimani imebadili dini kutoka kwenye Ukristo kwenda kwenye Uislamu, wewe kauli yako ni ipi, ama dua zako ni zipi? Tunamwombea gigimani aweze kuwa mtu mwema, ama hutaki kumwombea, unatamani gigimani arudi kule ambapo alipokuwepo? Lakini mwisho kabisa amezungumza kwa wale wanawake, kina dada, mabibi wa mama ambao na wenyewe wamekuwa na shida, wanatamani kuingia kwenye ndoa, lakini kuna vitu ambavyo vimewakuta na wenyewe hawaelewi nini. Mwisho wa siku hawaingii kwenye ndoa, watu wanatoa barua, mwisho wa siku wanakimbia, wanaidiwa nitakuoa, mwisho wa siku hawaidiwi. Jaribu kumtafuta Sheikh Diwani, anaweza kukusaidia kama sio kimawazo ama kitiba, kivivyote vile, mwisho wa siku uweze kutatua shida yako. Jinsi ambavyo unaweza kumpata kupitia mitandao yetu ya kijamii. Hii ni Nyundo TV sambamba na Hatua TV. Tutafute Instagram, tutafute Facebook, tutafute TikTok, usije YouTube. YouTube kuna wezi wengi. Watu wengi wamekuwa kilalamika kupitia kwa watu ambao sio waaminifu, wanawaibia, ambao wote wanapatikana huko YouTube. Njoo Instagram, njoo TikTok, njoo Facebook, tuambie nina shida ya kuweza kumtafuta, nina shida ya kuweza kufika kwa Sheikh Yusuf Diwani. Nyundo TV na Hatua TV, sisi pekee tutakupa hizo namba za Sheikh Diwani. Mtu mwingine bwana usije ukatulaumu sisi. Mwisho kabisa nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu, sasa kusubscribe. Thanks for watching. Till next time.